Naam, habari za wakati huu mwana Baharia TV. Karibu tuendelee kuzitazama zile taarifa ambazo tuko nazo katika anga za kimataifa. Marekani imeanzisha tena operesheni za kijeshi Mashariki ya Kati, eneo lenye historia ndefu ya uingiliaji wa Washington ambao mara nyingi umekuwa na matokeo yenye utata. Shambulio lililofanyika Februari 28 dhidi ya Iran lilisababisha kifo cha kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ali Khamenei, huku rais wa Marekani Donald Trump akilenga kukomesha mpango wa nyuklia wa Iran na kusukuma mabadiliko ya utawala. Hata hivyo, si mara ya kwanza kwa Marekani kuingilia eneo hilo. Marais waliomtangulia Trump akiwemo George Bush na Barack Obama waliwahi kuhusika katika vita vilivyopelekea kuondolewa kwa viongozi kama Saddam Hussein nchini Iraq na Muammar Gaddafi nchini Libya. Lakini hatua hizo hazikuleta demokrasia, bali zilisababisha migogoro na ukosefu wa utulivu. Nchini Syria, Marekani ilisaidia kuishinda dola ya Kiislamu, lakini baada ya kuondoka kwa Bashar al-Assad mwaka 2024, makundi mengine ya Kiislamu yalichukua madaraka. Aidha, nchini Afghanistani, Talibani walirejea madarakani mwaka 2021 baada ya karibu miongo miwili ya uwepo wa majeshi ya Marekani. Mwanadiplomasia wa zamani wa Marekani Philip Gordon aliwahi kueleza kuwa katika nchi nyingi ambako Marekani imeingilia Mashariki ya Kati, matokeo yake yamekuwa migogoro na hali ya ukosefu wa utulivu. Mtazamaji wa Baharia TV, una maoni yapi kuhusiana na hii taarifa ambayo inajiri katika Afrika Mashariki ya Kati? Hakikisha umebonyeza neno subscribe, alama ya kengele, ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tu tunapozipandisha. Rangu jina mimi ni Friday Mwangomare na hii ni Baharia TV. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.